sekta ya madini imo kwenye kumbukumbu za Afrika kwamba Tanzania ina sera na imetekeleza mkakati wa kufanya uchimbaji jumuishi unaoshirikisha wazawa vijana wa Kitanzania. Kwa hiyo hongereni sana. Hata nchi majirani, Mheshimiwa Waziri, unakumbuka walikuwa wanatafuta sera yetu ya Tanzania ili na wenyewe waweze kutekeleza hivyo. Kazi hii mmefanya vizuri, na si tu kwa maandishi, lakini hata ukienda katika maeneo mbalimbali unaona vijana wakishughulisha na masuala. Kwa Mheshimiwa Waziri, umetekeleza vyema miongozo ya Mheshimiwa Rais, wewe pamoja na timu yako, nikupongeze, mmefanya vizuri sana. Lakini pia mapato yanayotokana na sekta ya madini, mimi nimekuwa waziri wa fedha pale, yameongezeka kwa kiwango kikubwa, na sehemu kubwa ikiwa inatoka kwa wachimbaji wadogo. Hii ni hatua nzuri katika kampeni ya nchi ya kupambana na umaskini. Hii ni moja ya hatua nzuri, tuendelee nayo. Ni jambo jema sana mmelifanya. Mmefanya vyema sana. Vijana wa Kitanzania wanamiliki rasilimali za nchi yao. Kwa hiyo hii endelezeni. Kwa Mheshimiwa Rais alinituma niwape salamu hizo, twendeni tusonge mbele. Tuendelee kufanya hivyo kuhakikisha vijana wa Kitanzania wananufaika na rasilimali ambazo zipo hapa nchini. La kwanza hilo ambalo nilisema nilifikishe katika sehemu ya salamu. Sehemu ya pili, Mheshimiwa Waziri, kila wakati umekuwa ukisema bado tuna fursa ya kutafiti. Hii ambayo tumenufaika nayo ni sehemu tu. Mheshimiwa Waziri alisema ni asilimia karibu 16 tu. Kwa hiyo ninyi ndio wataalamu, pamoja na wale mnaoshirikiana nao, twendeni tuongeze kasi katika kutafiti ili tuweze kunufaika zaidi. Dunia tunayokwenda ni dunia ya rasilimali. Miaka ya nyuma tumewahi kupita dunia ya misaada. Hiyo ilishaisha, dunia ya misaada. Sasa utajiri ni rasilimali. Kwa hiyo tuendeleze utafiti ili Watanzania waweze kunufaika na rasilimali zao. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa. Atakwenda mtu atasema amechimba, taja aina yoyote ile ya madini, kumbe ninyi wataalamu mnajua, kumbe kwa kuchimba hiyo ambayo amedeclare, aliyoitaja kwamba ndo anayochimba, kumbe yako na mengine mengi atakuwa amebeba. Hiyo ndo madhara ya usipofanya utafiti ujue una nini. Huenda ile anayoitaja ikawa na thamani ndogo kuliko ile ambayo amebeba bila kutaja, kwa sababu wewe hukujua hata kama ipo. Kwa hiyo wataalamu wetu, sehemu ya pili ya salamu, twendeni tuongeze jitihada kwenye utafiti ili tujue utajiri tulionao. Tukiwa tunajadiliana, hata kama tunayejadiliana naye ni mwekezaji, kama tunajua utajiri tulionao, tutajadiliana huku tukiwa tunajua. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu, maandalizi ya bajeti yanaendelea. Moja ya kipaumbele mtakapokaa na wenzetu wa Wizara ya Fedha, iwe ni lazima kila mwaka tujiwekee lengo la tunaiongezaje ile asilimia ya kutafiti. Tuendelee kutafiti, kama ni vitendea kazi tuwe navyo, tutafiti. Kwa sababu maeneo yale ambayo tulishagundua ni depletable, madini huwa yanaisha. Kwa hiyo
tusijivunie tu yale ambayo tulishagundua tukaacha kutafiti. La tatu, najua tume iko kwenu, iko ni taasisi katika wizara na mtendaji yuko hapa. Tuendelee kukomesha migogoro, tuendelee kukomesha migogoro, hasa ile yenye sura ya uonevu, kwamba vijana wa Kitanzania, watu wetu wa vijijini tu wanaenda katika eneo kwa njia zao za asili, wanagundua kuna madini, ikishagundulika tu wanajitokeza wenye uwezo, wanawahi kwenye leseni. Na kisheria mtu akishakuwa na leseni, mali ile inatambulika sasa kwamba ni ya kwake. Kumbe walikuwepo watu walikuwa wanaendelea na eneo hilo, na ndo kimsingi ndio waliogundua kwamba pana mali hapo. Kwa hiyo tuendelee kutatua ya taswira hiyo ya aina nyingi, tuendelee kutatua ili watu wetu walioko kwenye sekta wafanye kazi hiyo huku wakiwa na utu na tabasamu, wanufaike na rasilimali za nchi yao. Mheshimiwa Waziri, la mwisho tu kwa niaba ya timu tuliokuja nayo, nitamani nikuambie wewe pamoja na wenzako kwamba tulipokuwa pale Wizara ya Maji, wakati tunatoka tulipewa maji. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mfugaji. Ukienda kwa wafugaji unapewa nini? Unapewa maziwa. Ni bahati iliyoje leo tumekuja. Jamani, basi tunawashukuru. Tuko tayari kujionea ofisi, tujionea, alafu baadaye tuwaruhusu muendelee na ratiba. Faili zote ziko automated
mpaka mwisho. Hapo wachache sana wanaingia kwenye Floeni. Watu wachache sana. Floeni.